Bwana, shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limeidhinisha sheria mpya 4 ambazo zitatumika kwenye kombe la dunia la mwaka 2026. Kumbuka kombe la dunia linafanyika mwaka huu. Sasa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA limetoa sheria 4 ambazo zitatumika kwenye mashindano hayo. Hizi sheria 4 zimekuja mahususi kwa ajili ya kutatua tatizo la upotezaji muda uwanjani. Kumbuka kuna matukio ambayo yanakuwa yanatokea uwanjani, timu ama timu B inatumia matukio hayo kupoteza muda. Sasa FIFA wameidhinisha sheria 4 ambazo zitakuja kuondoa tatizo la kupoteza muda uwanjani. Unataka kufahamu sheria hizo? Bwana, sheria namba 1 inasema wachezaji wanaotolewa lazima watoke nje ya uwanja ndani ya sekunde 10. Vinginevyo mchezaji anayechukua nafasi atasubiri ndani ya dakika 1 kabla ya kuingia uwanjani. Yaani kama kuna substitution inafanyika na timu A ikafanya ujanja wa kupoteza muda kwa mchezaji anayetoka, yule mchezaji anayeingia atasubiri nje kwa dakika 1 ndipo ataingia. Kwa hiyo ni sheria namba 1. Sheria inakuja kupunguza matatizo ya kupoteza muda uwanjani. Kwa hiyo sheria namba 1 inasema hivyo. Sheria namba 2, mipira ya kurushwa lazima irushwe ndani ya sekunde 5. Mipira ya kurushwa lazima irushwe ndani ya sekunde 5. Ikichelewa zaidi ya hapo, mpira atapewa mpinzani. Yaani kama timu A inatakiwa kurusha mpira ikachelewa ndani ya sekunde 5, timu B itapewa faida ya mpira ule wa kurushwa. Kwa hiyo ni sheria namba 2 ambayo FIFA wameidhinisha ili kupunguza tatizo la kupoteza muda kwenye mchezo. Sheria namba 3, wachezaji wanaopatiwa matibabu uwanjani lazima watoke nje kwa dakika 1 kabla ya kurejea kwenye mchezo. Yaani mchezaji akiumia uwanjani akiwa anapatiwa matibabu, lazima kabla ya kuendelea na mchezo lazima atoke nje kwa dakika 1 ndipo arudi uwanjani. Na hii I think ni mahususi kwa ajili ya kulinda ile afya ya yule mchezaji. Ndani ya dakika 1 mchezaji akikaa nje anakuwa na yeye pia ametesti kama anaweza kuendelea na mchezo ama hawezi kuendelea na mchezo. Kwa hiyo ni sheria namba 3. Mchezaji anayepatiwa matibabu ama aliyeumia kwenye mchezo lazima atoke nje na kaa nje walau kwa dakika 1 ndipo atarejea uwanjani. Sheria namba 4 sheria namba 4 ambayo ni sheria ya mwisho kabisa ambayo imeidhinishwa na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA inasema video assistance referee VAR hivi sasa imeruhusiwa ama inaweza kupitia matukio ya kadi ya pili za njano na maamuzi ya kona, ikiwa maamuzi yao ni sahihi ama sio sahihi. Yaani kama kuna kadi ya pili ya njano ambayo anatakiwa kupewa mchezaji, hivi sasa VAR itakuwa na nafasi ama imepewa nafasi ya kupitia matukio haya mara ya pili. Pia matukio ya kona. Matukio ya kona mara nyingi tulikuwa tunaona haendi kuangaliwa kwenye VAR. Sasa kwenye kombe la dunia la mwaka 2026 matukio ya kona pia yatakuwa yanaenda kuangaliwa kwenye VAR. Ni matukio sahihi ya kona ama referee alijichanganya akachukua maamuzi ambayo sio sahihi kwa wakati huo. Bwana, hizo ndo sheria 4 ambazo zimeidhinishwa na FIFA ili kukomesha tabia za kupoteza muda. Sasa unaweza ukaniambia kwenye comment hapo ni sheria gani ambayo umeona FIFA wamecheza kama Pele. Yaani FIFA wameipatia kweli kweli ndani ya hizo sheria 4. Sheria ambazo kwa namna moja ama nyingine naamini zitafanya kombe la dunia la mwaka 2026 liwe la kuvutia, lakini liwe linachezwa bila kuwepo na manunguniko kwamba kuna timu fulani ilipoteza muda sana ama kuna timu fulani ilitumia faida fulani na faida hiyo ikapelekea wao kuondoka na ushindi.